Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Wapenzi watazamaji, karibuni kwenye makala ya Jicho Pevu. Mimi wenyu Iyano Entertainment. Tanzanian Massacre, mauaji ya kiolela nchini Tanzania. Je, ni nini ilifanyika Tanzania? Tarehe 9 mwezi wa 10, tarehe 29 mwezi wa 10, mida ya saa 6 za mchana, kilio ya marisasi ilisikika katika nchi jirani. A few moments later. Hii ilifanyika baada ya aliyekuwa Rais Samia Suluhu Hassan kupinga na kukataa ashindwi wala hawezi shindwa. Ilibidi amfunge kinara wa upinzani Lissu Tindu ili asiwe na ugumu wa kupata urais. Je, hii ilifua dafu? Alipoona ataweza kupata kura, vijana waliingia barabarani wakiandamana, wakipinga, wakisema Samia Suluhu must go, dictator must go, Idi Amin mama must go, in order for Tanzania to restore their peace. Vijana walitoka nje wakiwa na ghadhabu kali. Hii ilisababisha wengi kufariki, kupigwa risasi na kuzikwa bila kujulikana. Takwimu inazotufikia kwa sasa, waliopoteza maisha yao ni takriban watu 7,700 kwenye machafuko iliyofanyika tarehe 29 hadi 30. Hii imeghadhabishwa, imeleta alitete aswa Afrika Mashariki, Afrika Kusini na Afrika nzima, pamoja na Jumuiya ya Afrika, yani African Union. Tufanye nini wala tutende nini? Rais akaendelea mbele kuapishwa kwenye kambi la jeshi bila wananchi, akisisitiza alishinda kura takriban 1,031,000, akinyakua 98%. Je, ni akina nani walimpigia? Swali ndio hiyo. Habari za kuaminika, nduru za kuaminika
tufanye nini wala tutende nini, ikiwa ni kilio chungu zima kote nchini. Watanzania msiogope wala msituliwe. ICC imemulika Tanzania kwa jumla. Iwapo itapata Rais Samia na hatia, uchaguzi itabidi irudiwe. Je, wangapi wana maoni? Mwalimu mwanahabari kutoka nchi jirani Kenya atangazwa kupigwa risasi, mwili wake kukosekana, wakisema ati walikuwa wageni ndio walikuwa wanaandamana na mwili hawapeani. Wafanyikazi watoto miaka 5 hadi 15 wamefariki, serikali haitangazi, wakizikwa kwa kaburi moja, yani mass burial. Hii imeleta hali tete nchini Tanzania, majirani ikiwemo Kenya wakishindwa wafanye nini wala watende nini, wakiweka sheria dhidi ya wageni, isipokuwa ni mengi wangeyatenda bila kujulikana. Sina la ziada. Iyano Entertainment. Tupatane wakati mwingine nikiwajuza vile hali ilivyo. Samia akitarajiwa kukaa hadi mwaka 2030, yani 2030, akimaliza term yake. Subscribe, like and share for more